Yes, ndugu wasikilizaji, ni wakati mwingine tena tunaenda kupata neno la Mungu kama ilivyo desturi yetu. Na kama nakumbuka wiki iliyopita tulikuwa pamoja na tukaishia njiani, lakini leo tunaendelea na somo letu ambalo tulilianza kama wiki mbili zimepita. Nayeongea mbele yako ni Mwalimu Adriano Stefano Mkiriti. Mwalimu Adriano Stefano Mkiriti. Napenda kusalimia katika jina la Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana kondoo ameshinda. Basi kabla hatujaanza somo letu, tungeanza kwa kumkaribisha Roho Mtakatifu aweze kutuongoza. Hapo ulipo unaweza kufumba macho yako tukasali kwa pamoja. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tuna kila sababu ya kushukuru. Asante kwa zawadi ya uhai uliotujalia. Asante kwa neema na rehema ambazo unatujalia wakati wote. Kwa namna pekee tunakushukuru tena kwa kutupa nafasi ya kuweza kutafakari wewe asubuhi ya leo. Tunazidi kuliinua jina lako takatifu. Tunazidi kukuhimidi Mungu wa miungu. Naomba Roho yako Mtakatifu aweze kutuongoza. Roho mwema, naomba utuongoze, useme nasi. Fungua mioyo yetu ndani. Uniongoze mimi mtumishi wako, maana sijui kufundisha, ila wewe naomba ukapate kufundisha ndani mwangu. Zaidi sana na kusihi kwa jina la Yesu Kristo, ukafungue masikio ndani ya kila msikilizaji anayesikiliza neno hili, ili Bwana likapate kuwa uponyaji ndani mwake na likapate kubadilisha maisha yake yote. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba, tunakushukuru. Amina. Ndio, asante sana. Basi leo tunaendelea sehemu yetu ya 3. Kama unakumbuka, sehemu ya kwanza tulikuwa tunaangalia ubaya wa kukaa dhambini au ubaya wa kurudi dhambini. Lakini wiki iliyopita tukaja kuangalia kwa nini tunakaa dhambini. Tukajaribu kuwapitia maadui wakuu watatu ambao wakati wote wanapambana kutufanya turudi dhambini. Tukampitia adui wa kwanza kwa ukubwa wake ni nafsi. Tukampitia adui wa pili ambaye ni wale wote wanaotuzunguka. Lakini pia tukampitia adui wa tatu ambaye ni mdogo kuliko adui wakuu wawili, Shetani. Tukasema kwamba Shetani pia ni adui namba 3 anayeweza kutufanya turudi katika dhambi au tuishi katika dhambi. Nakumbuka tulipitia katika Petro wa kwanza sura 5 mstari wa 8 na tukapita pia Yohana sura ya 10 mstari wa 10. Huyu adui mara nyingi ukishinda nafsi na ukishinda wale wanaokuzunguka, ni rahisi sana kumshinda adui huyu, maana katika asilimia kubwa sana, karibu asilimia zote, anapenda kutumia nafsi na anapenda kutumia pia wale wanaotuzunguka au watu. Yeye mwenyewe kukuvaa ni ngumu, lazima atumie nafasi hizi mbili. Katika asilimia kubwa, asilimia karibu 80-90, anapenda kutumia maadui hao wawili. Ukiweza kuwashinda hawa, kumshinda huyu inakuwa si kazi ngumu sana. Lakini sasa tunashindaje? Hilo ndio swali ambalo leo hii tunaenda kujiuliza. Ndio fundisho ambalo leo hii tunaenda kupita. Tunamshindaje huyu adui? Adui au maadui zetu watatu. Adui nafsi, adui watu wanaotuzunguka, na adui Shetani au Ibilisi. Kwa leo tunaenda kujifunza njia kuu 4 za kumshinda au za kuwashinda hawa maadui zetu. Na hizi njia
tunazitoa hasa kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari wa 42. Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari wa 42. Neno la Mungu linasema, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Tumsifu Yesu Kristo. Mstari huu unaelezea namna gani wale mitume walivyokuwa wakiishi baada ya Yesu kuondoka. Baada ya Yesu kuondoka, unaona watu wengi waliungana nao, watu wengi walikaa na mitume katika imani ile ambayo Kristo aliwaachia. Lakini neno la Mungu linatuambia hawakukaa hivi hivi. Neno la Mungu linatuambia mstari wa 42 kwamba hao mitume wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Hao Wakristo wa awali ambao wameungana na mitume wote kwa pamoja wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Hao ni Wakristo wa kwanza, watu ambao waliamua kumtolea Yesu maisha yao na kuishi maisha ambayo tuseme ni matakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo kutokana na mstari huu au kutokana na neno hili tunaweza kujifunza mambo makuu manne, au tunaweza kujifunza silaha kuu 4 ambazo zinaweza kutusaidia au zitatusaidia kama tukiziishi vizuri, zitatusaidia kuwashinda maadui zetu. Tuanze moja kwa moja na silaha ya kwanza. Silaha ya kwanza ya kuweza kuwashinda maadui zetu ni kudumu katika neno la Mungu. Kudumu katika neno la Mungu. Hii tunaliona mwanzoni hapa. Biblia inatuambia kwamba wanafunzi wa kwanza au wafuasi wa kwanza wa Kristo wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Fundisho la mitume ambalo linazungumzwa hapa, mitume walikuwa wanatoa fundisho ambao ni neno waliolisikia kutoka kwa Kristo, neno la Mungu. Kwa hiyo wakiwa wakiwafundisha hizi jamaa za waaminio, hawa jamaa waaminio hawakusita tu kusikiliza peke yake, hawakuishilia kusikiliza peke yake, ila wakadumu katika fundisho lile la mitume walilokuwa wakilifundisha, habari za Yesu Kristo, habari za kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo ndio sehemu ya kwanza, au ni hiyo naweza kusema kwamba ndio nguzo ya kwanza au ndio silaha ya kwanza ambayo inaweza kutufanya sisi tuweze kuwashinda maadui zetu. Kudumu katika neno la Mungu, kudumu katika kusoma, katika kuliishi, katika kulitafakari neno la Mungu katika maisha yetu yote. Tumsifu Yesu Kristo. Labda tufungue kitabu cha Yohana sura ya 1. Tutasoma mstari mmoja tu, ule mstari wa 1. Kwa nini tudumu katika neno la Mungu? Kwa nini hii inawekwa kama ndio silaha ya kwanza ya sisi kutufanya tuwashinde maadui zetu? Inatoka katika Yohana 1:1. Neno la Mungu linasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno la Mungu linajielezea lenyewe. Nasema hapo mwanzo kulikuwapo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Lakini aliishi tu kwamba neno alikuwa kwa Mungu, asema naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo tunadumu katika neno la Mungu kwa sababu neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Katika maisha yetu hatuwezi jambo lolote isipokuwa tumewezeshwa na Mungu. Unaweza kupambana kwa njia zako, kwa akili zako, kwa namna ambavyo wewe unahisi unaweza, lakini nataka nikwambie ndugu yangu, huwezi kushinda pasipo Mungu mwenyewe kukuwezesha kushinda. Kwa Mungu
ndiye mkuu wa yote, na Mungu hakuna ambaye kipo juu yake. Nasema ameketi mbinguni na duniani ameweka miguu yake. Ni mkuu, hafananishwi, uweza wake haupimiki. Wakati mwingine Biblia inatuambia mawazo yake sio mawazo yetu. Ana nguvu za aina pekee ambazo kama tukimweka ndani mwetu, ndani ya mioyo yetu, hakuna adui ambaye anaweza kutushinda. Sio nafsi, sio watu, wala sio shetani. Hakuna ambaye anaweza kutushinda. Na ndio maana Yohana analiona hili, anaandika katika Injili ile ya Yohana kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno alitoka kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Kwa neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Unaposoma neno la Mungu, manake unamuingiza Mungu ndani mwako. Unamfanya Mungu akae ndani mwako. Njia pekee pia au njia nyingine pia ya kumpokea Mungu akae ndani yako ni njia hii. Njia ya kusoma neno la Mungu. Ndio maana wakati mwingine tunasoma kwamba Daudi alitamani kuyaweka maneno ya Mungu moyoni mwake wakati wote, atafakari usiku na mchana. Tumsifu Yesu Kristo. Ni kweli hatuwezi kufanya jambo lolote. Ukifungua kitabu cha Yohana sura 15, tutasoma mstari ule 1:5. Yesu analidhihirisha hili kwamba hatuwezi kufanya jambo lolote isipokuwa yeye Mungu amekaa ndani mwetu na sisi tumekaa ndani mwake. Yohana 15:5 anasema, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa Kristo sura ya 15 nzima anazungumzia habari ya kwamba yeye ni mzabibu wa kweli. Lakini anapofika katika hii ya 5, haya ya 5 anakazia, anasema hakika pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo ili tuweze kuzaa matunda, ili tuweze kushinda, kuzaa matunda maana yake kushinda, kufanya yale ambayo Kristo ametuagiza tuyafanye au kumwishi Mungu. Hatuwezi kumwishi Mungu pasipo kukaa ndani ya Yesu. Anasema maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo pasipo Yesu Kristo sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Pasipo Mungu mwenyewe kukaa ndani mwetu sisi hatuwezi kuepuka kusema uongo. Pasipo maneno ya Mungu, maneno ya Kristo kuishi ndani mwetu sisi hatuwezi kutoka katika nguvu za giza za shetani. Pasipo maneno ya Mungu hatuwezi kuwashinda maadui zetu, rafiki, jamaa zetu, ndugu zetu ambao wanapambana, wanatumiwa na adui wakati mwingine kuweza kutushawishi kutoka katika mpango wa Mungu. Kwa hiyo pona yetu au njia pekee ambayo sisi tunaweza tukapona ni neno la Mungu. Kusoma neno la Mungu, kutafakari neno la Mungu wakati wote. Labda tuangalie faida za neno la Mungu dhidi ya maadui hao watatu. Kuna faida gani? Nini ambacho tunaweza tukakitafakari kikatuzamisha moja kwa moja kuona kiunaga? Ni faida zipi ambazo tunaweza tukazipata tunapopambana, au faida za neno la Mungu, za kusoma neno la Mungu na kuishi neno la Mungu dhidi ya maadui zetu hao watatu? Tutafungua kitabu cha Waebrania sura ile ya 4 mstari wa 12. Tutajaribu kuziangalia faida chache ambazo ningetamani tuzitafakari kwa pamoja. Chache tu ambazo zinatoka katika mstari huu, lakini naamini kuna faida nyingi zaidi ya hizi. Ukisoma Waebrania 4 sura 12, neno la Mungu linasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo
au makusudi ya moyo. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuambia kwamba neno la Mungu li hai. Faida ya kwanza ya kusoma neno la Mungu, unaposoma neno la Mungu unafanyika kuwa hai katika maisha yako, kwa sababu neno la Mungu li hai, na linapoweza kuingia ndani mwako unakuwa hai, unakuwa mzima. Kuwa hai manake Mungu anakaa ndani mwako na wewe unakuwa na uwezo juu ya vitu vyote, kwa sababu katika kila kitu utatembea katika neno la Mungu. Na ndio maana tunaona hata Yesu alipokuwa akijaribiwa, yeye alikuwa hai kuliko adui. Aliweza kumshinda adui kwa neno lake. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ukitengeneza mazoea ya kusoma neno la Mungu, faida mojawapo ambayo unaipata, unakuwa hai wakati wote. Naweza kusema wakati mwingine unakuwa na muunganiko wa moja kwa moja kati yako na Mungu. Muunganiko wa moja kwa moja. Kama Mungu anakuwa ndani mwako na wewe unakuwa ndani mwake, manake usalama. Usalama wetu unatoka kwa Mungu peke yake. Lakini faida ya pili ambayo sura hii ya Waebrania inatuelezea, anasema tena lina nguvu. Ndugu msikilizaji, neno la Mungu lina nguvu. Na wakati wote kama Wakristo tunatakiwa tutumie neno la Mungu kuishi, kuamrisha na kufanya mambo mengi ambayo katika namna ya kawaida hayawezekani kuyafanya. Ndio maana wakati mwingine Yesu anatuambia, mkimwomba Baba kwa jina langu, mkimwomba Baba neno lolote kwa jina langu, atawapa. Tumsifu Yesu Kristo. Wakati mwingine anatuambia katika Luka 10:19 nafikiri, anatupa mamlaka, sema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, na mamlaka juu ya nguvu zote za yule adui, hata mkinywa kitu cha kufisha hakito wazuru. Neno la Mungu nalisikia wakati mwingine nasema katika Yeremia 33:3, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa magumu usiyojua. Neno la Mungu linatuambia wakati mwingine katika Mathayo 11:28, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Linazungumza, neno la Mungu linazungumza katika. Sasa neno la Mungu hili, kwa nini nimetaja vipengele tofauti tofauti hivi? Nimetaja vipengele tofauti tofauti hivi kwa sababu neno la Mungu lina nguvu. Wakati wote tunapomwendea Mungu, wakati wote majaribu yanapokuja katika maisha yetu, wakati wote tunapopita kwenye changamoto ambazo naweza tukasema hatuwezi kuzishinda katika namna yetu, tutumie neno la Mungu kuzishinda hizo changamoto. Tumwambie tu, Bwana Yesu, ulisema njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitapumzisha. Bwana Yesu, mzigo wangu mimi ni kusengenya. Siwezi, maisha yangu siwezi bila kusengenya. Siwezi kuacha kusengenya. Lakini kwa sababu ulisema tuje tukutwike wewe mizigo yetu, ninautwika mzigo wangu kwa sababu neno lako limesema hivi. Ndugu msikilizaji, nakwambia kwa kusema hivyo au kwa kutembea katika neno la Mungu na kumwomba Mungu kwa kutumia neno lake, neno la Mungu lina nguvu, linatenda sawa sawa na utakavyoomba. Pia ametupa wakati mwingine, anasema nimeweka juu ya falme, Yeremia 1:10, ili kung'oa, kuharibu. Ametuweka juu ya falme ili kuharibu zile falme za adui, lakini ile pia ili pia kupanda yaliyo mema. Kwa ukitumia neno la Mungu katika kuomba kwako, umepita kwenye changamoto, mtaa unaokaa kuna wachawi wanapambana na wewe usiku kucha kuharibu mafanikio yako na kuharibu maisha yako. Issue sio wachawi, issue ni adui yule ambaye ameingia ndani mwa watu. Kwa wewe simama katika neno, umepewa mamlaka juu ya falme zote. Mwambie Bwana Yesu, umenipa mamlaka sawa sawa na neno lako katika Yeremia 1:10. Mamlaka hayo, nami nasimama katika mamlaka hayo, nikibomoa na kuharibu maadui zangu wote. Maadui hao watatu wote wanaoingia katika biashara yangu, wanaoingia kwa watoto wangu, wanaoleta magonjwa katika mwili wangu. Kwa njia pekee ya kuweza kushinda ni neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu, tunaambiwa faida ya pili, lina nguvu. Lina nguvu. Na nguvu ya neno la Mungu ni kuu. Wakati mwingine sisi tunatuambia nguvu ya neno la Mungu hii ambayo inaendana na imani, sisi kuliamini neno la Mungu, wakati mwingine tukijitumia inaweza ikahamisha hata milima. Tukiwaambia mlima huu kwa kutumia maandiko haya haya ung'oke,
ukajitose baharini, unaweza ukang'oka kweli na kwenda ukajitosa baharini. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, wengi tunapenda kuomba, lakini silaha moja hapo ambayo itatufanikisha katika kuomba kwetu, itatufanikisha katika kuwaza kwetu, itatufanikisha katika maisha ya kutafakari mambo katika maisha yetu, ni kusoma neno la Mungu. Neno la Mungu likae kwa wingi mioyoni mwetu. Ndivyo ambavyo neno linatuambia kwamba neno la Mungu likae kwa wingi mioyoni mwetu. Kwa kuna faida ya neno la Mungu kaa mioyoni mwetu. Lakini faida ya tatu ambayo tunaweza kuiangalia katika Ibrania hii, anasema tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Neno la Mungu lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Tumsifu Yesu Kristo. Tunapolitumia neno la Mungu kama upanga, linafanya kazi. Na hii ni dhahiri. Mnasikia na mnaona katika semina mbalimbali au katika makongamano mbalimbali, wahubiri au watumishi wa Mungu wanapohubiri, unaona mapepo yanalipuka, unaona wagonjwa wanainuka tena. Lakini si wanainuka kwa nguvu za wale watu, wanainuka kwa nguvu za neno la Mungu linalotenda kazi ndani mwa watumishi wa Mungu. Linainuka hivyo. Kwa tu mfano wa kuonyesha kwamba neno la Mungu linakata namna hiyo, na bosi wangu mimi nafanya naye kazi. Bosi wangu katika familia yake siku moja alileta samaki, wakapika vizuri, mke wake akapika. Sasa wakati wanakula chakula cha jioni kile, nafikiri bahati mbaya mtoto wake mmoja, mfupa wa samaki ukamkaba kooni mwake. Mfupa wa samaki ukamkaba kooni mwake. Ndugu yangu, sekunde chache tu yule mtoto akatoa macho, mate yanamtoka. Wakimpatia maji hawezi kumeza, maji na meza lakini mfupa utoki. Kwa wenyewe walikuwa na hesabu kama dakika 5-10 mbele wanaweza mtoto wasiwe naye tena, maana hawezi tena kupumua, amebanwa, mfupa umembana, anatoa macho, anahangaika na tapatapa mtoto kutafuta hewa aweze kupumua. Mke wake bosi wangu alikumbuka kwamba kuna nguvu katika neno la Mungu. Kuna nguvu katika neno la Mungu, na neno ambalo alikumbuka ni kulitumia jina la Yesu. Alijua kwamba neno la Mungu ni upanga unaokata kuwili, upanga unaokata huku na huku. Alijua. Ghafla akainuka, akakumbuka kwamba akiomba kwa jina la Yesu itakuwa, akasema kwa jina la Yesu, akampiga yule mtoto kifuani, kwa jina la Yesu, mfupa toka. Ndugu yangu, nataka nikwambie, wakati ule ule alipofanya vile, mfupa ukamtoka, ule mwiba ambao ulikuwa umemkaba ule mtoto ukamtoka pale pale, akaumeza. Nataka nikwambie kitu kimoja. Neno la Mungu ni upanga. Upanga ambao unaweza ukakata huku na huku, ukakata kuwili. Tunapotumia neno la Mungu katika changamoto tunazopita, tunashinda. Cha msingi tu utumie na uamini kwamba unachokisema na unachokitumia ni sawa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia nasema neno la Mungu la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani mwake, tena lijepesi kuyatambua mawazo. Tuishie kwanza hapo. Neno la Mungu la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani mwake. Nataka nikwambie ndugu yangu, katika maisha tunayoishi kuna vitu vingi vinaingia ndani mwetu. Hivi vitu wakati mmoja au wakati mwingine ndivyo ambavyo maadui hao watatu wanapenda kuvitumia. Kuna vitu vinaingia mioyoni mwetu, ndipo adui nafsi anaweza kutumia hivyo ambavyo vinaingia ndani mwako kukushawishi upotee na uende katika njia tofauti. Lakini kwa vitu ambavyo tunaviona katika maisha yetu pia na vinavyoingia ndani mwetu, maadui pia wanaotuzunguka wanaweza kuvitumia, hata adui shetani, kutushawishi sisi tuweze kwenda njia tofauti na njia ambayo Mungu anataka tuishi. Ila tumesikia kwamba hili neno lina uwezo wa kugawanya nafsi na roho. Wakati wote Paulo anahubiri,
jinsi ambavyo mwili na roho vinapingana katika maisha. Anasema nia ya mwili ni mauti, lakini nia ya roho ni uzima. Nazungumza hivyo katika Warumi 8. Nia ya mwili ni mauti. Kwa hiyo kuna dhumuni ndani la mwili. Mwili wetu wakati wote unatamani kutupelekea twende kwenye mauti, twende kinyume na matakwa ya Mungu, lakini neno la Mungu linatuambia nia ya roho ni uzima. Sasa ushindi unatokaje? Utajuaje kwamba hiki ni cha roho na hiki ni cha mwili, ni cha nafsi, hiki ni cha adui? Ndio maana nasema vitu vingi vinakuja katika maisha yetu, lakini tunawezaje kuvitambua kwamba hiki kinatoka kwa adui? Huu ushauri unatoka kwa adui, mawazo yanatoka kwa adui. Wakati mwingine wazo linaweza likaja zuri, ni wazo hapa mbeleni linaonekana nzuri la kujenga, lakini mwisho wake ni mbaya. Tunawezaje kujua? Njia pekee ya kujua ni kusoma neno la Mungu. Anasema neno la Mungu lina uwezo wa kuzigawanya nafsi na roho, na uwezo wa kugawanya mawazo yaliyomo ndani ya nafsi dhidi ya mawazo yaliyomo ndani ya roho. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa unaposoma neno la Mungu utaweza kubaini kwamba upo mahali salama au haupo mahali salama. Roho Mtakatifu atakwambia. Ndicho ambacho Kristo anatufundisha anapomwagiza Roho Mtakatifu, anapotuambia ahadi ya Roho Mtakatifu. Anasema kwamba atamwagiza kwetu Roho Mtakatifu. Huyo Roho atakapokuja, Roho huyu ambaye yeye atamwagiza, atanena yote ambayo Kristo ameyanena. Anasema atanena yote ambayo ameyasikia. Na mambo yajayo atawapasha habari yake. Kwa Roho Mtakatifu pia atakwambia kwamba hiki kinaonekana kizuri leo, lakini hiki ni cha nafsi. Hiki ni cha adui. Hiki ni cha shetani. Kilicho cha roho ni hiki hapa. Hiki usifanye, hiki fanye. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni faida nyingine ya kusoma neno la Mungu, litaweza kuzungumza ndani mwetu na kujaribu kutenganisha yaliyo matakatifu na yasiyo matakatifu. Lakini sehemu nyingine au faida nyingine ambayo ya kusoma neno la Mungu, asema neno la Mungu li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya Mungu. Nataka ifananie na hii iliyopita. Li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu nasema wakati mwingine moyo umdanganyifu. Kwa hiyo tuangalie sana, moyo ni mdanganyifu. Wakati mwingine unaweza kusema kwamba una shida na hii, lakini kama wewe hauna shida na hiyo, ila moyo umekudanganya na ukajiona kwamba una shida na hii. Hapa nasikia moyo, nasikia nafsi, nasikia mwili. Haya yote ni sehemu moja tu, ndio adui wa kwanza ambao tumemtaja, ambao mimi nilimweka katika namna ya nafsi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo unaweza ukajiweje ndani mwako? Unaweza ukajiweje kama saizi nipo sehemu mbaya? Unaweza ukajiweje kama maisha nayoishi saizi ni maisha ambayo ni ya dhambi? Unaweza ukajiweje kwamba kundi ambalo ninalo, marafiki ambao ninao wananipeleka pabaya? Hauwezi kujua namna hiyo, namna ya kawaida tu. Unaweza kujua kwa kuliishi daima neno la Mungu na kulitafakari, lakini zaidi sana neno la Mungu likae ndani mwako, ndilo ambalo litakuonesha makusudi ya Mungu. Litakuonesha makusudi ambayo si ya Mungu, maana nyingine kwamba hili sio kusudi la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tupasa tusome neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ni kila kitu katika maisha yetu. Kuliweka neno la Mungu mioyoni mwetu ni jambo bora kuliko jambo lingine lolote. Tamalizia tu kwa kupitisha katika kitabu cha Mwinjili Luka sura ile ya 10 mstari wa 38 mpaka mstari wa 42. Injili ya Luka sura ya 10 mstari wa 38 mpaka mstari wa 42. Neno la Mungu linasema kwamba ikawa katika kuenda kwao aliingia katika kijiji kimoja mwanamke mmoja jina lake Martha, akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu
akasikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika na utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo jema, ambalo hataondolewa. Tumsifu Yesu Kristo. Ningependa kumalizia na mstari huu kukuonesha kwamba katika maisha yetu kuna fungu lililo jema. Kuna mafungu mengi katika maisha yetu. Kuna chaguo la mambo mengi. Kuna vitu vingi. Asubuhi mpaka jioni kuna vitu vingi ambavyo unavipitia. Lakini katika vitu vyote hivyo kuna fungu lililo jema ambalo tunamwona Mariamu amelichagua. Hapa Yesu alipoingia katika nyumba ya kina Martha, Mariamu alichokifanya katika ile nyumba, kulikuwa na Mariamu na Martha. Mariamu akaenda akaketi miguuni pa Yesu akimsikiliza. Akisikiliza maneno ya Yesu ambayo ni uzima, ambayo ndio maneno ya Mungu na ambayo ndio Mungu mwenyewe. Kwa neno mwingine alikuwa akimuingiza Mungu ndani ya moyo wake. Martha alikuwa akishughulika, mara apike hiki, mara apike hiki, mara apige deki, mara afanye hivi. Alikuwa, Biblia inasema alikuwa akijishughulisha na mambo mengi ambayo yalikuwa pale ndani. Lakini baadaye akachoka, akakasirika, akarudi, akamwambia Bwana, hivi uone ya kwamba ndugu yangu anategea, amekaa anisaidii kazi. Kwa nini usimwambie aje anisaidii kazi? Akitegemea kwamba Yesu atamtetea. Lakini Yesu anamwambia, Martha, Martha, unahangaika na kujihangaisha na mambo mengi sana. Ila kuna jambo moja tu linalotakiwa katika maisha yako. Yatakiwa ulifahamu. Naye Mariamu amechagua hilo jambo. Mariamu amechagua jambo lililo jema ambalo halitaondolewa kutoka kwake. Ndugu yangu, licha ya mambo mengi tunayofanya, lakini jambo lililo jema katika maisha yetu ni kutafakari neno la Mungu. Ni kukaa magotini pa Mungu kusikiliza neno lake. Kukaa magotini pa Mungu manake tafuta muda. Tafuta muda, kuna muda wa masaa 24. Tafuta muda walao risali moja, masaa mawili, masaa matatu. Kaa chini upate kusikiliza maneno ya uzima. Maneno ya Mungu ni maneno ya uzima. Maneno ya Mungu ni Mungu mwenyewe. Tafuta huo muda, kwa sababu hakuna namna ambayo unaweza ukapona katika maisha yako, ukapita salama katika maisha yako pasipo kuongozwa na neno la Mungu au kuongozwa na Mungu mwenyewe. Samahani leo na mafua kidogo, lakini nadhani mnanisikiliza na unasikia vizuri. Nini ambacho nataka niseme? Ni nini ambacho unakifanya katika maisha yako? Una muda wa masaa 24. Muda gani ambao unamtolea Mungu wewe peke yako? Achana na ule ambao unasikiliza kutoka katika kipindi kama hiki. Achana na ule ambao unasikiliza kutoka kanisani. Achana na ule muda ambao unaenda unasikiliza kutoka kwenye majukwaa, kwenye semina mbalimbali. Ninachozungumzia hapa ni muda wewe na Mungu. Unajua mahusiano kati yetu ya Mungu, sisi na Mungu ni kama wake na mume. Ni kama wake na mume. Biblia inatufundisha wakati mwingine kwamba yeye ni bwana wetu na sisi wote kwake sisi ni yeye ni bwana. Na sisi ni wake. Kuna msako kusema hakuna namna ambayo mke na mume wanaweza wakadumu pamoja. Wanaweza wakaelewana. Wanaweza wakashibana. Na wanaweza wakawa kitu kimoja kama hawapati muda wa kusikilizana. Muda wa kukaa pamoja. Kwa sadaka kubwa ambayo ipo hapa ni sadaka ya muda tu. Tafuta muda, ukae wewe na Mungu. Mtafakari Mungu. Jiulize nini ambacho unaingiza siku nzima. Wengine wetu kwa bahati mbaya tukiamka tu, cha kwanza ni simu. Tuangalie message ngapi zimeingia. Tuangalie nani ambaye ametupigia. Wakati mwingine hata saa 7 usiku unaweza kushtuka, mtu cha kwanza anaangalia simu. Wakati huu nimelala, nani alinipigia? Lakini wengine tumebobea zaidi. Tumekaa huko tunapita kwenye magrupu ya WhatsApp muda mwingi, masaa 24, na kusoma habari za dunia hii. Habari ambazo sawa zitakutupa uelewa wa dunia hii, lakini haziwezi kutupa uelewa wa mbinguni.
Tena magrupu mengine bahati mbaya ni mabaya kabisa. Sisemi kwamba magrupu ni mabaya. Kuna watu hapo kwenye magrupu mazuri, wanatumia neno la Mungu, wanatumia habari za neno la Mungu, message za Mungu ni nzuri, lakini kuna watu ambao simu kwao imechukua nafasi kubwa kuliko nafasi ya kukaa na kumtafakari Mungu. Au ni simu, wengine ni marafiki. Siku nzima yupo na marafiki, yupo na jamaa tu. Siku nzima yupo kwenye vijiwe, yupo kwenye baa. Siku nyingine yupo kwenye virabu huko. Wengine maisha yao yamefunikwa na mipira. Sisemi kwamba mipira ni dhambi. Mipira ni sehemu ya kufanya refreshment, ya kufanya mwili ukae sawa. Lakini nini kinachochukua maisha yako? Nini kinachochukua nafasi kubwa ya maisha yako? Ni mpira. Usiku wa manane unaangalia mpira, usiku wa manane ni mzuri kuangalia. Lakini je, Jumamosi tuseme Jumapili ni siku ya ibada au Jumamosi ni siku ya ibada. Usiku wake wewe unakaa unakesha, mwisho wa siku unachelewa kuamka uende ibadani. Mpira kwako umekuwa ni kitu kibaya kwa sababu umekufanya usiende ibadani. Lakini kama ungekufanya uende ibadani, ungeangalia na ukapata muda wa kukaa na kumtafakari Mungu na kwenda mbele za Mungu, nafikiri sio kitu kibaya sana. Sasa jiulize katika maisha yako, muda wako unamtolea nani sana? Wengine muda wao wanaotolea kazi. Nafanya kazi toka saa 12 mpaka saa 5 usiku, saa 6 usiku. Kazi yupo busy. Akirudi amechoka. Wakati mwingine hata hana muda na familia yake. Akirudi amechoka. Anaoga na kula na lala, kesho tena kazi. Wiki zinaenda, miezi inaenda, miaka inaenda. Anapata fedha ndio, sawa, anafanya kazi sawa, lakini hampati Mungu. Hapati ule uzima ambao ndio maneno ya Mungu katika maisha yake. Ndugu yangu, nataka nikuase tu. Tenga muda. Hakuna gharama kubwa katika maisha kama gharama kutenga muda na kutafakari neno la Mungu. Wengine tunajifariji, lakini ni nzuri. Wakati mwingine tunatumia Biblia zetu za kwenye simu zetu. Si jambo baya, lakini wakati mwingine inaweza ikawa jambo baya, jambo ambalo lisiweze kunufaisha. Unatafakari neno la Mungu kwenye Biblia, kwenye simu yako, simu inaingia. Kwa ile connection ya wewe na Mungu inakosekana. Inabidi tupokee simu. Message inaingia. Connection ya wewe na Mungu inakosekana. Lazima uangalie kitu gani kimeingia. Ni kwase tu, kama una Biblia, tafuta Biblia yako. Jiweke tu. Shilingi 10, shilingi 20 unayoipata, weka. Nunua Biblia. Hakikisha kila asubuhi unapoamka, cha kwanza ni kuingiza maneno ya Mungu ndani mwako. Lakini pia kila unapoenda kulala, cha kwanza ni kuhakikisha unaingiza maneno ya Mungu ndani mwako. Hii itakusaidia katika maisha yako yote. Utaweza kumshinda adui kama tulivyoona hapo mwanzoni katika Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende kwenye sehemu ya pili. Au twende kwenye silaha yetu ya pili. Silaha yetu ya pili nayo inatoka pale pale katika kitabu tulichokianza mwanzoni cha Matendo ya Mitume sura ile ya pili. Sura ile ya pili mstari ule ambao tulisoma mara kwanza, mstari wa 42. Asema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Hii tumeiona. Fundisho la mitume ndio neno la Mungu. Lakini pili asema na katika ushirika. Na katika ushirika. Ukisoma Biblia za Kiingereza nasema ushirika wametafsiri kama neno fellowship. Wakiwa wakidumu katika fellowship. Katika ushirika. Kwa silaha pili dhidi ya maadui wetu watatu ni kudumu katika ushirika. Kudumu katika ushirika. Ushirika ni nini? Ushirika ni kikundi ambacho kinaweza kikatusaidia sisi kudumu kiroho. Nimepita baadhi ya madhehebu nikaangalia jinsi wanavyofanya. Wana kitu kinaitwa fellowship. Wanakutana kwa wiki labda mara 2 kukaa tu katika kikundi na kumtafakari Mungu. Na kumtafakari Mungu. Labda ndabalizia nguzo ya mwisho hii. Niweke sawa, alafu tutaishia hapo kwa leo. Hizi silaha nyingine tutaenda kuziangalia wiki ijayo. Kudumu katika neno la Mungu. Kudumu katika ushirika. Nimeona hivi vikundi vinakaa kila wiki, wakati mwingine au kwa wiki vinakaa mara 2, vinakaa na kutafakari. Wakati mwingine kuna baadhi ya makanisa wana kitu kinaitwa jumuiya ndogo ndogo. Kusudi la jumuiya ndogo ndogo, hiyo jumuiya ndogo ndogo ni fellowship. Kukaa pamoja kama Wakristo na kupata nafasi ya kumtafakari Mungu. Sasa cha ajabu, wakati mwingine
katika jumuiya zetu hizi tunazokutana labda kila weekend, kila Jumamosi, kila Jumapili, muda wa neno la Mungu unakuwa ni muda mdogo sana na kuombeana, lakini muda mwingi unakuwa ni muda wa matangazo na mambo mengine. Tumesahau ile dhima kuu ya kwa nini hizo fellowship zimewekwa. Fellowship hizo zimewekwa ili kutukuza kiroho, tujifunze. Kule Katoliki pia tuna fellowship za charismatic. Nimezisikia watu wanakutana katika charismatic, wengine kila Jumapili, wengine kila juma ngapi, wanakutana kumtafakari Mungu. Tunajua kwamba muda wa ibada ni muda ambao mdogo, wakati mwingine muda ambao utoshi kupata mafundisho yote, lakini njia pekee pale ulipo, katika kanisa lako ulipo, hebu ulizia vikundi hivi vinakutana wakati gani kwa ajili ya kukaa na kumtafakari Mungu. Vipo katika kila dhehebu na hakika vipo. Rafiki yangu yupo KKT pale, nilikuwa namuuliza kwenu vipo, anasema vipo. Katika kanisa nafikiri vipo hivi vikundi, watu kaa pamoja na kumtafakari Mungu. Pata nafasi, hebu uliza. Hakuna njia ambayo unaweza ukakua pia pasipo kaa pamoja. Kuna wakati mwingine utapita kwenye changamoto au maadui watakushambulia, utahitaji ushauri wa moja kwa moja. Unatoa wapi? Hakuna sehemu ambayo unaweza kutoa pasipo kwenye vikundi. Kuna wakati mwingine hata kusoma neno la Mungu hutoweza kwa jinsi ambavyo utakavyopita kwenye mapito magumu. Labda mtoto anaumwa katika namna ambayo wewe mwenyewe unaumwa. Mapito ni magumu kweli. Adui anakushambulia. Wakati mwingine umeshikwa na nguvu za giza. Namna pekee ambayo inaweza ikakuokoa pia ni kupitia hizi jamaa za Wakristo ambao unakaa nao pamoja katika sala, katika vikundi hivi, katika hizo fellowship. Sio kitu cha kukibeza, ni kitu ambacho cha kuhudhuria na kuhakikisha umehudhuria. Maana utakuja kwako sababu bwana mpendo wetu tumuone. Kumbe mwenzako umebanwa, watakufuata nyumbani kwako, watakuja kutembelea katika ule upendo. Wakija kule watakuja kugundua kwamba kumbe shetani amekukamata. Kumbe mambo ya dunia hii yamekukamata. Watakushauri, watakubeba kama mwenzao kwa upendo mmoja. Lakini pia watakuwezesha kukurudisha kubaki katika mstari ulionyooka. Na utakuwa umeshinda dhidi yao maadui watatu ambao tuliokuwa tunawatafakari. Ndugu yangu, kwa leo tuishie hapa sababu muda wetu unazidi kwenda. Labda unaweza kuinamisha kichwa chako chini. Tuombe tena tumshukuru Mungu kwa hiki ambacho ametufundisha. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tunakushukuru tena kwa wakati huu ambao Bwana umetupatia. Tumeweza kutafakari neno lako. Tumeweza kutafakari silaha hizi kubwa mbili za kuwashinda maadui zetu. Asante kwa maarifa haya, Roho Mtakatifu. Asante kwa kusema nasi. Zaidi sana naomba uzidi kutujalia tena wakati mwingine tuweze kukutana tena na ndugu msikilizaji kutafakari sehemu zilizobaki. Zaidi sana tunaomba utupe nguvu yako ya Roho yako Mtakatifu tuweze kuyaishi haya ambayo tumetafakari. Mjalie ndugu msikilizaji aweze kuyatafakari tena anapokuwa mwenyewe. Kutafakari njia zake, kutafakari kweli hakika amekaa katika neno lako, kutafakari hakika kwamba amekaa katika fellowship au anaishi tu maisha ya kipagani, maisha ambayo hayakupendezi. Lakini mpe nguvu kwa namna pekee kwa jina la Yesu Kristo. Baada ya kutafakari aweze kuliishi neno lako sawa sawa na makusudi ya neno lako ulilotuma kwao. Baba, nakushukuru na kurudishia sifa na utukufu wa jina lako kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Amina. Ndugu msikilizaji, nikushukuru tena kwa wakati mwingine. Kwa yule ambaye ameanzia katikati, labda nijitambulishe kwako. Mimi kwa majina yangu naitwa ndugu Adriano Stefano Mkiliti. Mwalimu Adriano Stefano Mkiliti, na kwa ushauri wowote ambao utakuwa unahitaji kutoka kwangu, basi nitoe namba yangu ya simu. Namba yangu ya simu ni 0714 220005. 220005. Basi tukutane wakati mwingine tena Jumapili ijayo. Asante sana na Mungu akubariki sana.